Yaani jeuri manake, si ndio? Kisirani. Unaweza kushindana na mimi, si ndio? Unanipanda kichwani Naona kumbe unijue. Naona umekaa mko nyumba unijue. Sasa ngoja nikuonyeshe kama mimi chizi. Naona sasa umeamua kunivunjia heshima. Ni vitu gani unafanya ndani ya nyumba yangu? Ina maana umeshindwa kuishi katika hii nyumba, sio? Hivi una shida gani? Shida unaijua wewe kaka. Hilo sio swali la kuniuliza mimi. Uulize utasa. Suzi, mke wangu, usijali katika hili. Haya yote ni ya muda, atakwisha tu mke wangu. Mimi ndo mume wako, niko pamoja na wewe, na hii nyumba ni yangu. Niko tayari kupambana na yoyote atakayetamani kuvunja amani ya moyo wako. Sawa mke wangu? Kuwa na amani kwa sababu nakupenda. Twende ndani mama. Hivi unaonaje maisha tunaoishi hapa kwa sasa? Naona yako poa tu. Nachojua unanipenda na mimi nakupenda. Au kuna tatizo mume wangu? Kiukweli tatizo lipo. Ni tatizo gani hilo mume wangu? Unajua mke wangu, kelele zote unazozisikia humu ndani zinatokana na wewe kutokupata mtoto. Kiukweli hali hata mimi inaniumiza sana. Tazama muda niliokuwa wewe. Wakati nakuchumbia nilitarajia utakaa mwaka mmoja ama miwili, then kutakuwa kuna watoto hapa ndani wanakimbizana. Lakini kumbe sio hivyo. Tuna miaka 6 sasa kwenye ndoa yetu. Hakuna mtoto hata wa dawa. Acha nikwambie kitu kimoja. Huwa najisikia vibaya na naumia sana ninapoenda katika familia za rafiki zangu nikiona wana watoto 3, 4, 5. Unashindwaje kupata mtoto mmoja mke wangu? Tunaishi hivi mpaka lini? Mke wangu, plani zangu mimi kuwa na wewe siku zote. Lakini kuna muda inafika tu mpaka nashawishika kukuchiti ili niweze kupata mtoto. Shogangu, nimeitikia wito wako. Maana simu zimekuwa nyingi Lona. Vipi? Uliongea na kakako kuhusu lile jambo letu?
Jambo gani tena? Hebu nikumbushe. Si unajua tena mambo mengi. Violet, unajua kabisa mimi nampenda kaka yako na sina msaada mwingine isipokuwa ni wewe. Nakutegemea sana. Ni muda sasa umepita toka tuongee kuhusu kaka yako. Nakuona upo kimya sana. Vai, nampenda sana kaka yako. Fanya kitu basi kwa ajili yangu. Naelewa kipenzi changu. Naelewa wakati unaopitia. Na najua kama unampenda kakaangu. Ila naomba nikuahidi kitu. Basi mimi nitafanya na lazima utakuwa naye. Nashukuru kusikia hivyo. Na nakutegemea sana kipenzi. Tafadhali. Nimesubiri sana. Nimechoka yali mpaka lini? Oye Suzi, ina maana upo na mimi? Nazungumza peke yangu kama kichaa? Hii hali mwenzangu haikuumizi kabisa wala haikuhusu. Ina maana mimi peke yangu ndo nahitaji mtoto, sio? Hapana, sio hivyo mume wangu. Hata mimi pia natamani kuitwa mama, ila ni Mungu tu bado hajaamua kutubariki mtoto. Basi mke wangu, yaishi. Hata hivyo mimi sikuongea hivyo kwa nia mbaya. Nilikuwa nataka tu kujua mwafaka wa hili swala. Si unajua nakupenda. Penzi langu mimi liko njia panda, maji nilopaswa kunywa leo hii mimi nimeanawa, yanawa, yanawa, yanawa. Melissa, shoga yangu, nina matatizo sana kwenye ndoa yangu. Kuna nini tena jamani? Ni mwaka wa 6 au sasa sijabahatika kupata mtoto, na pale nyumbani hitaji lao kubwa sana ni mtoto. Na nyanyaswa, wifi yangu anipendi, mama mkuu wangu anipendi. Inafika hatua sasa hata mume wangu naona anaanza kunikataa. Ila shida kubwa ni mtoto. Sijui hata nifanye nini sasa. Pole sana shoga yangu kwa changamoto unazopitia kwenye ndoa yako. Ni kweli ni miaka mingi sasa hujabahatika kupata mtoto, ila mimi na ushauri cha kufanya, tafuta mwanaume mwingine nje udeti naye. Ukibahatika kupata mimba, basi hapo ndo utajua mume wako wewe ndo mwenye tatizo na si wewe. Hivi ni ujinga gani unanishauri rafiki yangu? Mimi nitegemea na kuja kwako utanipa ushauri wa maana. Unaniambia nimchiti mume wangu? Hilo swala haliwezekani kwangu. Mimi naipenda sana ndoa yangu. Nampenda sana mume wangu. Kumbe wewe ni punguani Kama ulilijua hilo, mbona ulinifuata mimi hapa ili nikupe ushauri? Si ungeenda huko kwa madaktari huko wanaojua masuala ya uzazi ndio wangekushauri huko. Tena naomba uondoke. Na siku nyingine ukiwa unakuja hapa kwangu, usio unaniletea masuala yako ya ndoa. Yapeleke huko na kwanza naomba utoke kwangu. Usiendelee kunitibua. Naomba uondoke.
unaweza kuniambia umetoka wapi saa hizi? Na huko ulipoenda umeenda kwa ruksa ya nani? Ina maana mimi nikitoka hapa nawe pia unatoka, sio? Ina maana hii tabia inaonekana iko siku nyingi sana. Unatoka bila kuniaga, unaenda kufanya mambo yako kisha unarudi. Unajua ni muda gani niko hapa? Yaani nimeenda kazini nikapata emergency nikasema nirudi nyumbani. Maybe nitakukuta, lakini kumbe ulikuwa unasubiria nitoke kisha wewe utoke. Mimi ni mjinga sana eh? Unatoka nikitoka. Suzi. Umekosa cha kunijibu? Siku zote mamangu akiniambia mabaya yako, lakini namkataa na kutetea wewe na kuwa upande wako. Leo umenionyesha picha, umenithibitishia kwamba wewe sio mtu mzuri kwangu. Hicho ulichonionyesha nimeamini uko pamoja na mimi. Yaani unaamua mwenyewe kutoka nyumbani na kwenda huko kufanya mambo yako unayofanya. Then unarudi kana kwamba kuna mjinga umemweka hapa kaya kusubiri. Unaweza kuniambia ulienda wapi? Suzi, naongea na wewe. Kodo, nimekuita hapa, kuna kazi nataka nikupatie. Ni kazi gani hiyo madam? Natumai hutaniangusha kwa sababu tumeshafanya kazi kubwa nyingi tu. Kwa hiyo hata katika hili najua utafanya kama vile nitakavyokuagiza. Kwa hiyo basi, wewe nikubalie tu, mimi nitakulipa kiasi chochote kile unachohitaji. Ndiyo madam. Kama unavyojua, kwangu pesa ni mbele kama tai. Na sijawahi kufanya kazi nyeusi alafu ikachafuka. Nadhani unanielewa. Kodo, nitabaki kukuamini. Sasa basi, kazi iko nyumbani kwangu. Jiandae kwa kazi. Samahani mume wangu kwa kuondoka bila kukuaga. Ila nilienda kwa rafiki yangu kwa Melissa. Ati nini? Unajisikia unachokiongea? Unajisikiliza vizuri na kujielewa? Ni mara ngapi nimekuzuia wewe kuwa na urafiki na Melissa? Kirahisi tu. Samahani mume wangu, nilikuwa nimekwenda kwa rafiki yangu Melissa. Unakisikia unachokiongea? Unajisikiliza na kuelewa unachokiongea? Suzi, ni mara ngapi nimekukataza kuwa na ukaribu na Melissa? Leo unaniambia kirahisi tu. Mume wangu nilienda kwa Melissa sijui na nini. Melissa ni malaya kama malaya wengine. Kwa hiyo wewe unatoa mguu wako hapa nyumbani kwangu unaenda kujifunza umalaya, sio? Na umeshafundishwa. Umekuwa malaya sasa hivi. Unajiuza shingapi? Suzi, sikiliza nikwambie. Hii nyumba utaiona jehanamu. Utaiona mbaya, utaiona chungu Suzi. Wewe ni mke wangu mimi. Na upo hapa kwa ajili yangu mimi.
Haiwezekani ukaamua tu from nowhere, unatoka, unaenda, unarudi. Enough. Inatosha Suzi. Unajua na kuona wazi kabisa unatamani unitengenezee kesi ya mauaji ili nikauzee Segelea. Ndio unachomaanisha, sio? Suzi. Pumbavu mmoja. Na huu ni mwanzo. Mwisho ni mgumu kuliko mwanzo. Ningelikuwa kwetu ningemlilia baba, kwani mdomo wangu umefungwa kwamba samaki baharini chozi lanitoka na shindwa hata kusema baba wa kambo, mwili wangu kaugeuza shalala. Natamani niwaambie mama, lakini hataki kunisikiliza kwa kuhofia kupoteza furaha yake. Kilio kwangu imekuwa kama Karibu. Samahani, Suzi nimemkuta. Suzi? Yeah. Suzi? Suzi? Hebu njoo, kuna mgeni wako. Karibu. Asante. Suzi. Asubuhi ulivyotoka pale lodge, ulisahau nguo yako. Kwa nikaona sio vyema niache pale, nikachukua jukumu la kukuletea. Si unajua nguo za ndani napaswa zilindwe sana.